Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amekuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi wanawake kutukomboa kwanza. Kutukomboa kutokamana na ile ziki tuliyoipata huko nyuma. Ziki ya kuchukiwa, ziki ya kuzikwa hali ya kuwa tupo hai, ziki ya kutengwa na jamii katika mambo yetu mbalimbali. Lakini mtume huyu akatufanyia wepesi katika mambo yetu. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuzitambue thamani zetu na heshima zetu kama wanawake. Lazima tutambue tunapotoka, lazima tutambue tulipofika. Lakini pia mwanamke wa kwanza ambaye aliuamini Uislamu ni mwanamke, naye si mwingine ni Bibi Khadija, Mwenyezi Mungu amwele radhi. Yeye aliuamini Uislamu na akamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bibi Khadija alijitoa kwa mali yake, alijitoa kwa fikra zake, alijitoa kwa nguvu zake ili kuupa nguvu Uislamu na ili Uislamu uzidi kuenea na uzidi kuwa mkubwa. Huyu ni mwanamke, ndugu zangu Waislamu. Lakini vile vile Asia, mke wa Firauni, alijitoa kwa nguvu zake, fikra zake, na akafanya ibada katika nyumba yake, nyumba ambayo mwenye nyumba yake ni adui mkubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini bibi Asia, Mwenyezi Mungu amwele radhi, hakujali hayo yote. Alimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni mwanamke. Ndugu zangu Waislamu, Hafsa binti Abi Bakari ni Siddiq alijitoa kwa nguvu zake, fikra yake, na akautoa uoga wake. Alikuwa akitoka Hafsa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na Abi Bakari ni Siddiq katika pango, wakati Mtume amejificha katika pango hilo akipeleka chakula kwenda na kurudi. Huyu ni mwanamke, na wapo wanawake wengi waliojitoa kwa ajili ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayub, Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa elimu yake na baraka zake zilizotukufu, amin. Anasema Sheikh katika moja ya kitabu chake, limaza yajibu almaharu ala zawji wa lam yujibuhu ala zawja, kwa nini inapasa mahari kwa mwanamme na haipasi kwa mwanamke? Kwa nini mahari imepasishwa kwa mwanamme na haijapasishwa kwa mwanamke? Makauniha, pamoja na kuwa wote wawili hawa wanapata raha, pamoja na kuwa huyu mume na huyu mke wanastarehe. Sasa ni vipi mahari ipasishwe kwa mwanamme wakati wote wawili wanastarehe? Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayub analijibu swali hili kwa kusema, ewe ndugu yangu, haikuwa mahari ni katika jambo la kustarehe. Haikuwa mahari ni katika jambo la kustarehe, balil maharu takrimatu wa atwiyatun min Allah, bali mahari ni takrima na ni atwiya kutoka mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takrima na atwiya ni vitu viwili maalumu ambavyo apewa mtu maalumu, tena mwenye sababu maalumu. Kwa hiyo mahari ni takrima na ni atwiya kutoka mbele za Mwenyezi Mungu. Apewa nani takrima hiyo? Apewa mwanamke. Mwisho Shehe asema, unzur ya akhi, tazama ewe ndugu yangu, kaifa karrama al-islamu al-mar'a, vipi umetukuza Uislamu kumtukuza mwanamke. Bijabi al-mahar ala zawji wa lam yujibuhu ala zawja, nako ni kuyapasisha mahari juu ya mwanamume na hayakupasishwa juu ya mwanamke. Ndugu zangu Waislamu, tutazameni huu mfano mdogo tu wa mahari. Mahari ambayo inatoka mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mahari ambayo imepasishwa kwa mwanamume na haikupasishwa kwa mwanamke.
Kwa hiyo tujitathmini wanawake, ni kiasi gani Uislamu umetupa cheo, ni kiasi gani Uislamu umetupa daraja, ni kiasi gani Uislamu umetupa njia sisi wanawake wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, tuzitathminini thamani zetu kwa kusema kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aljannatu tahta akdamil ummahat, pepo zipo chini ya nyayo za kina mama. Mama ambaye ndio huyu mwanamke, mama ambaye ndio huyu thamani yake ilikuwa haijajulikana huko nyuma, lakini leo Mtume anakuja kutuambia pepo zipo chini ya nyayo za kina mama. Ili wewe upate pepo lazima umheshimu mama yako, umtendee wema mama yako, mama ambaye ndio huyu mwanamke aliyedharaulika, mama ambaye ndio huyu mwanamke aliyekosa thamani. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kuzijua thamani zetu, tuwe ni wenye kujua wapi tumetoka wanawake kabla ya Uislamu, wapi tumefika baada ya Uislamu. Mtume ametupigania kiasi gani wanawake kutupa haki zetu. Kwa hiyo ni juu yetu wanawake wa Kiislamu kupendana sisi kwa sisi, kuthaminiana sisi kwa sisi, kutunziana siri sisi kwa sisi. Leo sivyo, adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Mwanamke mwenzie akafanikiwa, wewe hutaki umuonyeshe njia za mafanikio. Tusiwe hivyo. Wanawake wa zamani walikuwa wakipendana, wakishikamana, wakisaidiana na kadhalika. Wa ila huna antahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, shukrani sana ukhti Leila, Allah akulipe kheri na kuzidishie neema katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Allah tujalie katika saumu zetu ni zenye kufaulu na kwenye kusimama na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini mtume alisema akapokelewa, tala al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba shukru alaina min thaniyatil wada. Yote haya ni mtume Muhammad, na wote mwanamke alidhaminiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili, kwanza ni neema kumpokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina. Ni nani alimpokea kama sisi wanawake? Takbir. Wallahi ukhti Laila, umekuja na mada nzuri sana, kwa sababu mwanamke ana thamani sana kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nyinyi sasa kama mtume katuthamini, na sisi tuthaminiane. Na sisi tufanyeje? Tuthaminiane. Tusithaminiane kwa ajili ya dunia, tuthaminiane kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inshallah tunajua ni wakati wa kupika iftari, huu ni wakati wa kwenda kufanya management ya Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu awalipe waliopokea, Mwenyezi Mungu awalipe mlokuwa subra mkasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema mbora ni yule kwenye kushtuka katika maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni yule mwenye kusikiliza maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo yupo pamoja na yeye Mwenyezi Mungu tayari, bado yupo amesimamishwa bado katika kalmati ya imani. Maana kuna watu wamepotewa na imani, akizungumziwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala masikio yake ameyatia nini? Ameyatia yani nunda, manake mtu hasikii, haofu, hana, yani yeye yupo tu inna lillahi
inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo nyinyi mliosubiria, na Mwenyezi Mungu awajalie msubirie pepo zenu siku mtakapokwenda huko. Allah awajalie pepo ya Firdausi. Na ukhti Laila, Mwenyezi Mungu tunakushukuru. Allah anasema yule mwenye kumshukuru na yeye Mwenyezi Mungu anamshukuru pia. Tumeshukuru kuletwa mgeni, na mgeni ni yule mwenye kukarimiwa na kukaribishwa, japo mimi nimeingilia tu, lakini alhamdulillah mimi napenda wageni, na ndio maana nimesimama mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nyumba yoyote unapoishi nyumbani, wakaribisheni wageni, nyumba inaingia baraka, na ndio alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inshallah tusome class, tuombe dua. Na hii dua nitaiomba wallahi wa billahi, Mwenyezi Mungu atujalie tukiondoka hapa na nuru za uso wetu, na atuondoshee Mwenyezi Mungu yale mazila ya nafsi zetu, atujalie huruma, imani na subra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wal ard, wa la yahudu hifdhuhuma, wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.